Leo tukaange kuku wa kienyeji mlaini, mtamu, aliyekolea viungo. Na kwa njia hii unaweza ukatumia kama unataka kuku wa kuchoma mlaini na mtamu wa kienyeji. Lakini kabla tujaanza kupika, hebu twende kwanza tukaoge. Mpishi na maogo. Make sure unaoga ili vyakula vyako navyo vitoke visafi na vitamu. Vyote unavyoviona nimevitoa Star Miracle Cosmetics. So make sure unatembelea page yao kuagiza vya kwako original, okay? Kwenye sufuria yako utaweka nyama yako ya kuku, utaweka kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Then utaongeza maji kidogo. Utaichemsha isiive, okay? Hiyo ni marination nilitengeneza, niliweka kitunguu saumu, tangawizi pamoja na hoho nyekundu na mafuta kidogo. So kwenye bakuli yangu nimeweka food coloring, mtindi, nyanya packed kidogo, nimeweka na hiyo marination. Kama haina shida, weka kitunguu saumu pamoja na tangawizi. Then nimeongeza oyster sauce, nikaongeza limau, naweza ukaweka ndimu, weka black pepper pamoja na chumvi, okay? Then utachanganya vizuri kama unavyoona ninavyofanya kwenye video, then utaiweka pembeni. Kuku wetu sasa atakuwa yuko tayari. Make sure asiive, mchemshe kidogo sana. Then utamwacha apoe, utamiminia vile viungo, utamweka pembeni au kwenye friji kwa muda wa masaa 3 na kuendelea. Kwenye pani yako utaweka mafuta, au kama unachoma kwenye mkaa ama oven, utaandaa oven yako kwa moto mdogo mdogo ama mkaa wako kwa moto mdogo mdogo, then utamchoma vizuri kabisa. Unapata kuku mtamu, mlaini, mwenye rangi nzuri. Yani huyu kuku ni amekolea viungo. Yani ni mtamu, mlaini ajabu, okay? Mimi nilikula na chipsi, utamaduni, pilipili yangu ya kitunguu na nilienjoy sana. Unaweza ukamla na pilau. Okay, usisahau kushare, kulike na